Yamandori Abaya Sakara Babo, Yakatara Babo, Yakoria Babo, Yakatama Sakara Babo, Rimandori Amandori Babo, Yakataba Yakoria Babo, Yakoria Mantoria Babo, Kerere Boya Sakara Babo, Rikora Babo, Yakoria Babo, Yakatama Sakara Babo, Riyakatama Sakara Babo, Yandarabaya Sakara Babo, Rihikapaya Sakara Mandoria Babo, Yakatama Sakara Babo, Riyakatamaya Sakara Bayandora Babo, Katika China la Yesu wa Nazareti, Baba Rima Sakara Baya Sakarabo, Rahamatara Koria Mandoria Babo, katika jina la Yesu wa Nazareti, na kuabudu na kuinua, maana ni Mungu unayestahili. Pokea sifa, heshima na utukufu, maana wewe ni Mungu uliye hai. Hakuna mwingine zaidi yako, hakuna Mungu wewe na Mungu atoshaye kama wewe. Tunaliabudu na kuliinua jina lako uliye mtakatifu asubuhi ya leo Bwana. Tunanyenyekea kwako, tunashuka penye madhabahu yako, tunanyenyekea kwako. Wewe umestahili Bwana, wewe umestahili Elishadai, wewe umestahili Mungu wa mbingu na nchi. Rabo koshia ndara babo, rahamando riaba bobo, rihi kamando rabo bobo, rahabayandoria bobo, rihi kandoria bobo, enderebo ya sakara bobo. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, tunakuabudu wewe, tunakuinua mfalme mwema, tunakutukuza Elishadai, tunakutukuza Mungu wa mbingu na nchi. Maadhimisho yeye Mungu aliye mkuu, adhimisho yeye Mungu aliyemweza. Rabo ya sakarabo yandorabo bobo, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hebu sema, Bwana Yesu, tunasogea mbele zako na kushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na damu yako ya thamani. Asante kwa kuniamsha asubuhi ya leo. Umenipa neema nikawepo nyumbani mwako. Wengine wametamani kuiona siku ya leo, hata kukusanyika pamoja nasi, lakini hawakuweza. Mimi uliyenipa neema, ninakushukuru kwa sababu si kwa uwezo wako, kwa sababu si kwa nguvu zangu, bali ni kwa uwezo wako. Najiachilia kwako Yesu, nasema asante. Naomba pia kwa ajili ya waliokwama, wagonjwa na shida mbalimbali zilizosababisha wasiweze kuwepo pamoja nasi asubuhi ya leo. Naomba rehema na msamaha. Bwana uinuliwe, Bwana utukuzwe, jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Baba, tunaliinua jina lako, Baba, tunalitukuza jina lako. Hakika wewe ni mtakatifu, hakika wewe umejaa neema. Baba, tunakuinulia sifa asubuhi ya leo. Utashughulika nao, utawaponya walio wagonjwa, utakutana na changamoto mbalimbali walizokumbana nazo, zikawafanya wasiwepo, katika jina la Yesu. Baba, tunaleta watoto wetu, kanisa letu, mipango yetu. Yesu, tumekuja kwako, wewe ukiwa ndiwe kimbilio, ukiwa ndiwe msaada. Ukasimame Bwana na maisha yetu, na uchumi wetu, na hatima zetu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tunakataa magonjwa, tunakataa mauti, tunakataa vifungo vya giza, tunaharibu kila pando la adui, kila mkataba wa adui, kila roho za adui zilizo kinyume. Tunang'oa mapando ya uharibifu, tunang'oa
giza kwa damu ya Yesu. Hebu piga kila shambulio la kichawi, kila shambulio la adui kwenye maisha yetu, kwa watoto wetu, kwenye eneo lolote la maisha ya watoto Mungu, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ramakoshakaramadravo rihikamandarabobobobobo yakatamashakarabababa nderemantoriababo. Tunakataa nguvu zote za giza, tunakataa nguvu zote za uchawi. Kandorapo koriababobobo riakatamasakarabobobo rakatamasakarabobo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Koramantoriababobo rihikapayakoriababo ramantoriababobobo. Piga kila aina ya nguvu ya uharibifu, kila aina ya nguvu ya giza. Haribu mapando yote ya adui, haribu nguvu zote za kuzimu, madhabahu yote ya adui kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Adui wa msalaba huna nafasi, mapepo yana nafasi, majini hana nafasi, kwa damu ya Yesu. Piga roho za mpinga Kristo zinazoshambulia kanisa, piga roho za mpinga Kristo zinazoshambulia wana wa Mungu, piga roho za mpinga Kristo zinazoshambulia wenye haki wa Mungu. Ramakasha hakatama ya hakatama sakarabo riaka sakarabo rahamankarababo riika karababo Andaramandoria Makasakarababa Robokoria Mariandarababa. Kwa jina la Yesu tunapiga wakuu wa anga, tunapiga wakuu wa giza, tunaangusha majeshi ya kichawi, tunaangusha majeshi ya kipepo, tunang'oa mapando ya uharibifu kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kila mkataba wa adui batilika, kila nguvu ya adui batilika. Katika jina la Yesu tunafungulia neema. Sema Bwana Yesu, tunajiachilia uweponi mwako. Sema na maisha yangu, niko karibu Bwana, ukanihudumia upendavyo. Amen. Yesu makofi. Yesu wetu asifiwe. Haleluya. Ongera kwako wewe uliyepata neema. Hebu mpe Yesu makofi kwa kukupa neema ya kuwepo nyumbani mwake. Yesu asifiwe. Haleluya. Basi haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa majibu ya mwezi wa 6. Nafikiri unayaona majibu ya mwezi wa 6. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Sibadilisha amependeza. Amen. Ndio, sumpe Yesu makofi. Kwa wale ambao hawajui kilichoendelea, hii kazi ni ya mtu mmoja. Hii kazi ya mtu mmoja. Yesu asifiwe. Tulikuwa na maombi fulani hapa ya kufungulia kwenye Morning Glory moja. Tulikuwa na maombi ya kufungulia wale waliofungwa. Si unaelewa kwamba adui akitaka kukwamisha, anawakwamisha wale ambao ni sababu ya wewe au kanisa letu. Kwa tukaamuru kaskazi chia kusiachia, na tulipowafungulia wale watu majira ya saa 5 wa kwangu akafunguliwa, ambaye alipaswa anisogeze mahali mwingine, lakini majira ya saa 7 mchana mwingine akafunguliwa, akapita hapa, asema anapitaga tu, anaangalia roho ina, lakini alishawishika sana. Kwa akasema omba nitoe hiyo sadaka. Kwa alimtuma fundi
akaja akapima, na wakati na wasiana naye siku alioniambia analeta, akaniambia na fundi anatakiwa ayatengeneze na kuyaleta kuyaweka. Kwa hiyo ameleta mchanga, ameleta simenti, kila kitu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wanajua kumsikiliza Mungu. Hii ndio nimejifunza. Kwa naangalia Mungu anakuambia kwa huo msukumo aliopata umekuwa ni wa muda mrefu. Sasa mimi sikuwa nimemjua. Bwana Yesu asifiwe. Akipata nafasi atakuja hapa, lakini kwa tu ni kwamba Mungu ametuonekania. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya nyakati za kanisa. Sasa wewe sio utafanya kimi, mshukuru Mungu kwamba kwa ajili ya vita yetu haya yametokea. Amen. Vita ni fursa. Amen. Vita ni fursa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akafanya chochote. Nilikuwa na wakati tumeandalia wageni wetu waliotoka Kenya wale na wapi, tulipokuwa tunaandalia, kwa namwambia Mungu, hivi huu mwaka utapita hatujafanya kitu. Ilikuwa ni ombi langu kwamba huu mwaka usipite. Ni kweli kwa vilivyofanyika, kuna vikundi mbalimbali vifanya, tumeona milango ile ni ya familia moja, mlango wa pale huu hapa ni wanawake waliweka, huu hapa vijana waliweka. Kwa hiyo nikawa natamani tena kitu kingine kifanyike, kwa sababu haya ndio maono tunayoyatamani. Lakini Mungu amekuwa mwema. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Mungu amekuwa mwema. Kuna kilichofanyika na sisi tutaendelea kufanya kwa kadri ambavyo Mungu anatuwezesha. Na nafikiri sasa akipatikana mtu wa plasta, sasa tunaweza tukafanya kitu. Tunatafuta tu wa wiring, tufanye naye kazi, tufanye nao mapatano. Wakishachimba tu tuanze plasta. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo amefanya, na hii sio kazi ndogo. Labda kiongea na Anthony pale, yeye anajua gharama ya grili moja. Sijataka kuuliza. Mimi ulizwa tu ramani unayotaka basi. Sikutaka kuuliza, lakini hili sio chini ya $100,000. Sio chini ya $100,000, si ndio? Kwenda juu. Sasa hesabu haya yote, kuna watu wanampenda Mungu. Amen. Kabisa. Kuna watu wanampenda Mungu. Hili ni funzo kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yametengenezewa sehemu inaitwa njia huku Kimandolu juu huko. Yamesafirishwa. Wamekuwepo mafundi hapa, nafikiri kama walikuwa watu kama 6 hivi na kuendelea, wanafanya hii kazi. Yaani ameamua kutoa sadaka kamilifu. Tumpe Yesu makofi kwamba anaambia. Na hii inatuonyesha nini? Kwamba hata si tusipofanya, Mungu anainua mawe. Kwa kama unapata nafasi ya kufanya chochote, wewe fanya kwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa kwa habari ya mchanga utakaotumika hapa, tayari kuna mpendwa yeye ameshasema mchanga wote utakaohitajika, kazi itakuwa ya kwake. Kwa kama tukipiga wiring hapa, ile mabomba yale tukachimbia hapa, nafikiri wa kuhangaika hapa ni kila mtu atafute simenti. Mimi naamini kabla huu mwaka hujaisha kuna mabadiliko makubwa yatatokea hapa. Wanaotakia maendeleo ya kanisa si wangepiga makofi mengi na vigelegele kabisa. Acha nikwambie, kuna watu, ninyi mpo tu, lakini kuna watu wametabiri ili kanisa kusambaratika.
wapo wasema kabisa ile kanisa litasabaratika na Shirima atakimbia. Sasa Mungu anawajibu kwa vitendo. Nani alikwambia kazi ya Mungu inakufa? Inakufa kwa sababu mtu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wametabiri mabaya, kuna watu wanaongea vibaya, lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hao watu, tusiwachukia kwa sababu ndio baraka yetu. Unajua bila Penina Samueli hatazaliwa. Kwa hiyo Samueli anazaliwa sababu Penina anamsema Penina anamsema Hana. Kwa hiyo hata kama wewe kuna watu wanakusema, hiyo ni fursa. Yaani usiogope kusemwa, usimwache Yesu kwa kusemwa. Songa mbele. Baraka yako ipo kwenye changamoto pia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Basi Mungu wabariki wote mnaolibeba kanisa. Unaweza ukawa hatujafikia pale tukokusudiwa, lakini ukiomba Mungu akafanya zaidi ya tunayoomba. Kwa hiyo hapa Mungu amefanya zaidi ya yale tuyaombayo, tuyafikirio. Na inanipa picha kwamba tulipoanza ujenzi pia tulikuwa na hali ngumu. Na hali ya kifedha haikuwa vizuri, japo tuliwekeana taratibu ya kuchangia. Tusingekuwa tumefika hapa. Lakini Mungu alimuinua pia mtu mmoja akafanya kwa 75% kati ya 100. Kazi hii ikaenda. Sasa leo kuna dalili nyingine ya chochote kinaweza kufanyika tukamaliza hili jengo. Maana yake Mungu haangalii mfumo wetu, ana mfumo wake wa kufanya. Tungekuwa tumeshashikana mashati hapa sasa, lile dirisha mtashika wangapi, lile dirisha mtashika wangapi, lile mmeshika wangapi, au milango hii mtashika wangapi. Sasa labda tu niseme pia, Mungu wabariki makundi yaliyosimama. Mtu aliyeweka huu mlango hapo amejenga nyumba kubwa kama hoteli. Hii hapo ni familia tu. Alipia askofu, mimi nataka niweke ili milango yangu, anasema alitumia ile Isaya 60:11, anasema ili malango yangu yafunguke. Na akaweka ile sadaka, akawa anaituma kwangu, anaituma. Ilipotimia akamtafuta wa fundi wake, tukampa, akaenda akafanya, ameweka pale. Ana nyumba kubwa kama hoteli. Yesu asifiwe. Na alipokuja nyumba yake ile nini endo azoeka kama zia na nyumbani kwa Mungu kupendeza hivyo hivyo. Na hivi nilipomwambia kuna grili hapa, asema nataka tuje tuangalie tena kwenye aluminium kule tuone tunafanya nini, kwa sababu amenogewa. Haleluya. Yesu asifiwe. Kazi ya Mungu inaenda. Yesu asifiwe. Kwa tuwapo katika changamoto, tuendelee kumwangalia Mungu. Biblia inasema wamtumainio Bwana ni kama mlima ambao ufanyeje? Wakaa hata. Kwa hiyo hata ukitikiswa usitikisike, kwa sababu ukisimama wima utamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sasa naomba niseme mambo machache ambayo tunaweza tukashare pamoja. Sikia tufanye hivyo. Kuna kanisa hili lina gharama zake, na hii ni nyumba ya Mungu. Labda kwa hatua ambayo Mungu atatupa kwenye mwendelezo wa ujumbe wetu, kuna kitu utajifunza zaidi. Lakini niseme hapa kwamba tunahitaji kuwa na watendakazi kanisani. Usiwe muumini au mshirika, bali uwe mtendakazi. Ngoja nirudie tena. Usiwe tu muumini au mshirika, unahitaji kuwa mtenda kazi.
Mtendakazi haji kanisani ili atimize taratibu za kuja kanisani. Mtendakazi anakuja kikazi. Elewa nachosema. Mtendakazi akija anawaza ni kitu kipi naweza kufanya. Kwa hiyo mtendakazi atakuwa akiwa kanisani kuna kitu anakifanya kanisani. Kwa hiyo nimesikia ni share hicho kitu kwa namna hiyo, kwamba ni nani basi yule mtumwa mwema ambaye bwana wake amemweka juu ya nyumba yake ili awape watu chakula kwa wakati wake. Yaani mtumwa yule akifanya hivyo, bwana wake ajapo atamweka juu ya vitu vyake vyote. Hii kazi inainua, hii kazi inabariki watu, hii kazi imesababisha Suleimani akawa tajiri mkubwa, kwa sababu andiko nasema alienda kutoa sadaka kule Gibeoni, kwa kuwa ndiko kulikojengwa kwa jina la Bwana. Biblia inasema kwenye Nyakati wa Pili mstari wa kwanza hadi wa 6, asema akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa Gibeoni. Na maandiko yanasema hivi, Mungu akamtokea usiku, ni baada ya ile sadaka, akamwambia omba lolote utakalo. Ndio anakuja kuomba hekima. Sisi tunarukiaga kuomba hekima, lakini angalia alifanya nini, ndio akapewa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Watenda kazi, haleluya. Watenda kazi, haleluya. Kwa leo nitatoa majukumu hapa ya ndani ya nyumba ya Mungu. Kama utafanya kama kikundi, utafanya kama mtu mmoja, lakini tutatoa majukumu haya. Ni kazi ambayo pia nimekuwa naifanya na ina matokeo, lakini nataka tugawane. Haleluya. Kazi ya kwanza, hapa tunatumia umeme, na kila wiki tunaweka 10,000. Kila wiki tunaweka shilingi 10,000. Kwa mwezi ni shilingi ngapi? 1000 ngapi? 40. Kwa hiyo tunahitaji atakayebeba jukumu la umeme, tumpe hiyo kazi ya umeme, awe mtenda kazi kwenye hiyo kitengo. Kama upo unasimama, unashiriki baraka yako kwa kuangazia, na Mungu akuangazia. Hiyo ya kwanza. Ya pili, tuna maji. Kwa hiyo hapa mahali kiona usafi unafanyika, maji ni maji yanayotumika, na maji haya yana bili yake. Kwa hiyo yule anayejitoa kwa ajili ya hiyo, yeye anapokea hiyo bili, anachukua control number, analipa, mambo yanaendelea. Alafu tukiwa kanisani tuna wifi ni tunatumia internet. Ndio maana ibada yetu wengine wanaipokea kwa sababu ya internet, na lazima itumike 10,000 mpaka 20. Kama tuko na Facebook tunatumia 20,000 kwa Jumapili moja. Lakini pia tuna waandishi wa magazeti. Gazeti la Msema Kweli linatoka kila mwanzo wa mwezi na mwisho wa mwezi. Msema Kweli linaandika habari na baadhi ya yanayoendelea hapa, na lile nalo lina gharama. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wetu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hivi vyote hivi ni kuna anayeshuti hapa, naye ana gharama zake. Hawezi kuja kushuti peke yake. Huu ni ujuzi, nao lazima akirudi nyumbani aende na mkate. Yesu asifiwe. Kwa naomba tufanye kwa ushirikiano hii kazi, ili tuone tukifika mahali. Bwana Yesu asifiwe.
Naweza ukajiuliza wakati mwingine tumekuwa tunafanyaje? Nimekuwa na pambano, lakini nataka tushare hizi baraka. Amen. Yesu asifiwe. Yesu wetu asifiwe. Yesu wetu asifiwe. Kwa naomba kama kuna aliye tayari kwa ajili ya umeme, ni kuone usimame tu, uwekwe wakfu kwa kazi hiyo kama upo wa umeme. Alafu kama yuko atakayeshughulika na maji, naamini shooting magazeti nitaendelea kushughulika nalo. Mimi siwezi kukupa baraka yote, nitaendelea kushughulika. Haleluya. Kwa naomba kuna walio tayari, karibu karibu. Basi simama hapa. Hawa watasimama na umeme, kwa mtakuwa na namba, control number, nini ile mita namba, kwa kila umeme unapohitajika mnawekwa wakfu kwa ajili ya hii. Alafu mwingine ambaye atasimama kwa ajili ya maji. Maji yanategemea na bili inayokuja. Kwa hiyo ukiwa nayo tayari unapewa ile control number. Karibuni watenda kazi nyumbani mwa Bwana. Wa internet Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba waweke wakfu hawa walio tayari, alafu wengine mtaniona. Elekeza mikono yako huku. Baba, wewe ndiye Mungu uliye hai. Neno lako linasema unafanya kazi pamoja na wale wakupendao katika kuwajalia mema, wale walioitwa kwa kusudi lako. Hawa ni watoto wako, wameamua kuwa watenda kazi kwako kwa ajili ya kuleta umeme, kwa ajili ya kununua umeme, kulipia umeme. Umeme huu ni mwanga. Umeme huu unatumika kwenye vyombo. Umeme huu unatumika kwa shughuli mbalimbali za kanisa. Bwana Yesu, ninaomba, ninawaweka wakfu watoto wako wasipungukiwe, ili wawe na neema. Unapoangalia kazi hii wanayofanya ndani ya nyumba yako, ukawakumbuke, ukawabariki, ukawafungulia milango, na wawe na shuhuda ya kwamba kupitia umeme kuna jambo limeongezeka. Mwanga huu uangaze na kwa familia yao. Mwanga huu ukaangaze na katika eneo lao la uchumi, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Hii ni wakfu sasa. Fanye kwa amani. Haleluya. Yesu asifiwe. Amen. Basi tutaendelea na ujumbe wetu. Tutatumia dakika chache. Wale ambao wamekuepo wiki iliyopita, mnajua mahali Mungu ametutoa, na tulikuwa tunaangalia jibu moja ambalo Mungu analitoa. Bwana Yesu asifiwe. Jibu moja ambalo Mungu analitoa kati ya linalobeba majibu yako yote, linalobeba matokeo yako yote. Jibu hilo moja. Sasa tukaangalia jibu hilo ni Roho Mtakatifu. Kwamba Roho Mtakatifu ndio amebeba kila kitu. Wakati nchi ukiwa na utupu, Roho Mtakatifu alipokuja kila kitu kikawezekana. Mariamu alipokea Roho Mtakatifu, ndani yake alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tulimaliza na Roho Mtakatifu anavigawa vipawa, na tuliona Mungu akihudumia watu kwa namna ya tofauti. Wale waliokuja jioni ya Jumapili, bila shaka mmeona kile Mungu alifanya. Lakini leo tutaangalia umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya Mkristo. Andika.
umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya Mkristo, na nitakuwa nikienda kidogo kidogo, kwa sababu siwezi kumaliza. Huwezi jenga nyumba ukamaliza kwa siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Karibu Roho mwema, uwe kiongozi wetu katika jina la Yesu, amen. Umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya Mkristo. Namba moja, umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya Mkristo. Nina vitu kama vinne hivi, pointi kama 4 hivi, tazipitia kwa haraka. Namba moja, ni kutuandaa. Kazi ya Roho Mtakatifu kwetu au umuhimu wake kwetu, tunahitaji kuwa na Roho Mtakatifu ili atuandae kwa mambo makuu mawili. Kwa mambo makuu mawili. Naandika ile, ili atuandae kwa mambo makuu mangapi? Mawili. Moja, kutuandaa kwa changamoto zitakazo tukabili mbele yetu. Namba moja, shika hilo. Namba mbili, kutuandaa kwa mema yaliyo mbele yetu. Kwa hiyo narudia tena, umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Namba moja ni kutuandaa kwa changamoto. Sijajua kama kuna mtu anarekodi voice note. Kutuandaa kwa changamoto zitakazo tukabili mbele yetu au zilizo mbele yetu. Lakini namba mbili ni kutuandaa kwa mema yanayokuja yaliyo mbele yetu. Sasa ngoja nianze hivi. Ukisoma kitabu cha Luka 3:16 anasema, mimi nawabatiza kwa maji, ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa angalia, kwa nini moto upo? Kwa nini isiwe Roho Mtakatifu peke yake? Okay. Moto maana yake mateso. Moto maana yake majaribu. Moto maana yake changamoto. Hello. Haleluya. Sasa analetwa Roho Mtakatifu kwamba huyu Mkristo huyu, kwa sababu kuna aina ya changamoto lazima aandaliwe ili asikwame, anamleta Roho ili moto ule unapokuwepo. Okay, sikia. Wana wa Israeli wakati wako kwenye mateso yao karibia na kutoka, walitwikwa mizigo mikubwa. Angalia kilichotokea. Musa akiwa machungani akaona kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Akageuka kuangalia haya maono maana yake nini. Alipogeuka ndipo sauti ikatoka kwenye kile kijiti ikisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nimeyaona mateso ya wana wa Israeli. Nimesikia kilio chao.
nami nimeshuka ili niwaokoe. Enenda, akamtuma sasa. Sasa angalia, kijiti maana yake nini? Kijiti maana yake Waisraeli. Moto maana yake nini? Moto maana yake mateso wanayopitia, magumu wanayopitia. Haleluya, Yesu asifiwe. Okay, ngoja nirudi hivi. Maandiko yanasema sisi tumefanana na dhahabu. Dhahabu hujaribiwa kwa moto. Ndio nataka kuambia, moto ni changamoto. Hujaribiwa kwa moto. Ili ionekane kuwa yenye sifa njema, lazima ichemshwe kwenye tanuru. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuandaa, kwa sababu hakuna jaribu rahisi hata siku moja. Ndio maana kama una majaribu na huna Roho Mtakatifu, hutaenda mbali. Ila kama umejaa Roho, majaribu utakuwa na uwezo wa kuhimili na utashinda, utafikia lengo. Walionielewa sema amen. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hilo la kwanza, kwamba ni kukuandaa. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu. Nimeanza na changamoto kama ambavyo pointi imeanza. Mtu wa Mungu, usiona wakati mwingine tunaendelea kutiwa nguvu na majaribu. Roho Mtakatifu alituandaa mapema. Na hilo la kwanza ni kutuandaa. Sasa sikia. Andika vitu hivi utakusaidia. Roho Mtakatifu anapoona magumu mbele yako, andika. Roho Mtakatifu anapoona magumu, kitu cha kwanza anachokiweka ndani yako ni mzigo wa maombi. Ukiona mtu ukiona umepata namna fulani, unasikia kuomba sana, unakuaga sana, unaomba maombi ya katiki, unashangaa usiku unaamshwa ulali, unaamka kuomba. Mpendwa mmoja alinitumia ndio, ananiambia nimekosa usingizi, naomba tu mpaka kumekucha. Kaambia unaandaliwa, kuna kitu kinaandaliwa mbele yako. Yesu asifiwe. Ukishasikia yale maombi fulani, sikia ile nguvu ya maombi, ujue kuna maandalio ya ujio mbele yako. Iwe ni ujio mzuri au mbaya, lakini katika hali ya maombi unaweza ukaona tu kwamba kuna dalili ya kitu fulani kinaenda kutokea, na pengine sio kichepesi kwangu. Kwa hiyo utaanza kusikia kuomba, utashangaa unaomba, hata maneno unayoelekezwa ni maneno ya majaribu. Hata nyimbo zinazokuja ndani yako ni nyimbo za majaribu, changamoto, sio za vita. Ukishaanza kuona hivyo, na nguvu ya maombi itumie sawa sawa. Hello. Hallelujah. Maana ukikosea kwenye maandalizi hayo, hutavuka. Wewe nakwambia, hakuna jaribu Mungu analeta lilo nje uwezo wako. Ila maandiko yanasema ukizimia siku ya taabu, fungua kitabu cha Methali. Inasemaje? Methali ile sura ya 24. Methali sura ya 24 mstari wa 10. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Yaani kitabu cha umezimia, shida haiko kwa Mungu. Shida iko kwamba nguvu zako ni chache. Maana yake ulipokuwa unaandaliwa kwa ajili ya hiyo changamoto, Mungu alipoleta nguvu ya maombi. Okay, ngoja niwaambie tofauti zilizopo. Unaona huko kanisani, kuna mtu mkianza kuomba hapa, mtamwacha kanisani. Utaona tu ghafla na mlipuko fulani. Nini maana yake? Kuna kitu kiko mbele yake.
anaandaliwa. Sasa kuna watu wanamzimisha roho pasipo kujua hizo nyakati zinapitaga. Muda wa kuandaliwa ukipita, umepita. Okay. Kabla sijapita kwenye majaribu makubwa sana yaliyokuwa karibia nitoe roho, nilianza kusikia kuomba sana. Nikawa nafunga kila wiki siku 3 kavu. Sasa jiulize, kwa mwezi nafunga siku ngapi? Ijumaa lazima nifunge, Jumamosi, Jumapili. Yaani siwezi, hata nikisema nakula siwezi. Lazima ikuwa nifunge. Ninaomba. Ule mzigo ukawa mkubwa. Nikajikuta naomba usiku. Nikajikuta naomba mchana. Nikaona nguvu nyingi sana. Hata nilipokuwa nahudumia kundi la maombi, nikaona upako ni mkubwa sana. Lakini wakati wangu ni mgumu sana. Sasa naona kama wengine wanaletea nini, kwa sababu unashangaa ile nguvu unayotembea nayo ni kama wengine haiwagusi. Kwa nini? Kwa sababu mimi ndo naandaliwa. Nakumbuka Mungu akanipa maombi ya unyenyekevu, yale ya kuomba ya namna fulani ya toba. Nikawaambia watu kama hawaelewi fulani, lakini kumbe alikuwa ya kwangu. Nikatembea naye. Ukiniambia niombe yale maombi leo siyawezi. Lakini yalikuwa yananiandaa kwa ajili ya yajayo. Hello. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa cha kwanza unaandaliwa kwa maombi. Okay. Angalia kitabu cha Zekaria 12. Zekaria 12. Asikiaye na afahamu. Zekaria ile sura ya 12. Ukisoma kitabu hiki cha Zekaria, mstari wa 10. Kuna watu lazima wavuke mahali. Kuna watu lazima waimarike. Haleluya. Zekaria 12 mstari wa 10. Wasomaji leo wako likizo. Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amuombolezeapo mwanae wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake. Kama vile mtu aonapo uchungu kwa mzaliwa wake wa kwanza. Ukiendelea mstari unaofuata utaona asema kutakuwa na maombolezo makubwa. Umewahi kuona kuna wakati unasikia kulia tu, unasikia kuomba tu, hata uelewi. Yaani hali inakuja tu ya kilio na maombolezo. Kuna hatari mbele. Ngoja nirudia tena. Baba mmoja, labda itakusaidia. Niseme kwa faida ya wengine. Mtoto wake akawa anasoma chuo Uingereza. Na akawa ofisini kwake, yuko anafungua kompyuta ina hii,
akaanza kusikia hali ya huzuni, akaanza kusikia kulialia tu, anasikia ndani. Akaona sasa kila kitu akienda, akafunga ofisi, akarudi nyumbani. Alipoingia nyumbani, alinyokea chumbani, akaendelea kuomba kwa kulia sana, haelewi kinachoendelea. Mke wake alipoona akajua hapa hapana, naye akaungana naye, wakaendelea kumlilia Mungu na kuomba. Sasa walipokuwa wanaomba, mpaka baadaye ule uchungu sasa, ile huzuni ikaisha ndani, akasikia kuachiliwa. Mke anamuuliza, baba, nini kimetokea? Akamwambia, hata sijui, nilikuwa ofisini, nimesikia tu huzuni ndani yangu, nasikia kulia tu, nasikia kuomba kwa kulia, kuna kitu kinatoka ndani yangu sikielewe, lakini angalau mke wangu sasa imekaa sawa. Akamwambia, na mimi nilipoingia hapa wakati unaomba, kweli nimesikia hiyo huzuni yako, lakini nashukuru na mimi nasikia angalau kumeachilia. Basi wakamaliza pale. Wamefika majira fulani, kuna mpishano kati ya Uingereza na kwetu. Binti yao akawapigia simu. Alipopiga, baba, nini? Baba, yani leo mngenisahau. Yani leo ilikuwa ni siku yangu ya kufa leo. Nini mwana? Yani hapa naongea na ninyi tu, lakini kweli msingenisikia tena. Nini kimetokea? Anasema, niliumwa kichwa ambacho hakijawahi kusikika dunia hii, na kile kichwa kimeniuma mpaka nikapoteza fahamu. Nimechukuliwa, napewa huduma, yani nilifika mahali ambapo kila mtu alinikatia tamaa. Lakini baba, nilipokuwa katika ile hali ya kupoteza fahamu, niliona katika roho kama mnaniombea, mnaniita. Wewe na mama mnaniita. Kwa kila watu walikuwa wananivuta na nyinyi mkawa mnaniita, mmepambana na mimi mpaka mkanishinda, mkanitoa. Mliposhinda mkanitoa, ndio baadaye najikuta kweli nimerudi. Hii ni kama nilikufa nikarudi. Ilikuwa saa ngapi? Wakaangalia muda, wakagundua huo muda ni muda waliokuwa kwenye maombi. Mungu aliwaandaa kwa sababu ya jambo lililopo. Wangempoteza binti yao, lakini kwa sababu walikuwa tayari kuandaliwa. Kuna watu wanajua potezea. Ile binti alipona kwa namna hiyo. Ni watu wangapi umewahi kupata mzigo wa kumuombea mtu fulani, unasikia ndani kabisa unasukuma unapata mzigo, umepotezea, pengine ile mtu akafa. Mungu alikuandaa wewe umsaidia, lakini hukumsaidia. Mara ngapi umesikia mzigo, nenda hospitali kaombee mtu fulani, nenda tu kamuombee, ukapata ule msukumo, afu ukaacha. Baada ya muda unasikia amekufa. Mungu alikuandaa wewe, hiyo damu itatakwa mikononi mwako. Tusifanye uzembe wa namna hiyo. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweza, sio wewe mwenyewe, hata wakati mwingine anakuandaa wewe kwa ajili ya mtu, na anaandaa pia mtu kwa ajili. Kuna wapendwa hapa saa ingine na wapenda bure, yani unakaa wezi waficha kitu. Huyu anakuambia, askofu, mbona umekata tamaa? Hadi saa hiyo kuna mambo ambayo yamekuja kama risasi fulani, wakati yanapokufikia mpaka ujiseti tena, tayari yamekujeruhi fulani. Hapa kuja kuambia, nimeonyesha, najua huyu. Naambia, okay, umeomba? Ndio nimeomba. Naambia basi, huyu mtu anaonyeshwa, wanaomba, unasogea. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka hapo unanielewa? Kwa hiyo unaposikia kuomba, pengine unamuombea mama yako, unamuombea baba yako, au ni ndugu kwenye familia. Unaposikia kuomba, unapata mzigo wa kumuombea, omba.
Ukifanya mzaha atakufa. Na mimi nashukuru Mungu. Kwa mfano nyumbani kukiwa na shida, au ni mtu anauma, au ni ndugu anauma. Nilikuwa naongea na ndugu yangu juzi, nikamwambia kitu, nikamwita, nikamwambia kitu nilichokiona ni 1, 2, 3 tuombe. Na kweli dalili zilikuja, aliuma sana mpaka akashtua kutoka ndani. Lakini kwa sababu tumeomba mapema, shida ile ya kutokea. Na mimi nilichokiona katika roho, wakati napata ule mzigo namuuliza Mungu, akaniambia kuna mtu ambaye anataka amtoe badala. Yani huyu mtu anataka aishi, yeye anaumwa, sasa anataka amtoe wa kifamilia. Nikaingia kwa maombi, otherwise angeumwa tu usikie kafa. Niliandaliwa. Lakini watu wengine hapa tunaonaga mambo, tunaomba ili yasitokee na hayatokei. Hello. Haleluya. Wakati wanaelewa somo, unaelewa somo. Huu ndio muhimu wa Roho Mtakatifu. Na huwa anasema, na andika kabla sijatoka hapo, andika, Roho Mtakatifu anaweza kumwandaa mtu kwa ajili yake mwenyewe. Namba moja, Roho Mtakatifu anaweza kumwandaa mtu kwa ajili yake mwenyewe. Yani kwa mambo yako, ya familia yako, ya huduma, biashara. Anaweza kaandaa mtu, akakuandaa kwa ajili yako mwenyewe. Lakini namba pili, anaweza akakuandaa, anaweza kumwandaa mtu kwa ajili ya wengine au mtu mwingine. Kwa hiyo kuna kuandaliwa kwa ajili yako mwenyewe, alafu kuna kuandaliwa kwa ajili ya mtu mwingine. Hello. Ngoja niwaambie kitu. Kanisani hapa huwezi kujua kila mtu anapita vita hivi. Kuna mtu amefika mahali labda wanataka wamuue kabisa. Lakini wakati amepita, nafsi yake imedhikika, imefika mahali pagumu, kuna watu humu watainuliwa, watapewa mzigo kwa ajili ya kumuinua yule mtu. Ndio maana mara nyingi nasema usikose kuwa na ushirika. Yani kama wewe tu kanisani, kaa tu kanisani, uwepo. Tena usio yule mtu wakuja kwa kubipu, kaa. Kwa sababu ule ushirika wako utasababisha siku huko kwenye taabu, kuna namna Mungu atainua hivi viungo kwenye ushirika kukuinua, kukutoa mahali. Hello. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye hata angeugua ni wakufa hapa, kuna watu wataomba hapa watamrudisha. Lakini yuko mtu ambaye hata akiugua atakufa. Ukijiondoa kwenye ushirika huu, unakosa ile connection, unakosa ule muunganiko, unakosa ule umoja, unakosa ule ushirika wa Roho. Kwa hiyo usomeki. Kwa Mungu aweza akakuinua kwa ajili yako mwenyewe, Roho akaja kwa ajili ya maombi yako mwenyewe, au kwa maombi ya wengine au wengine. Na naweza akasema na wewe kuhusu familia yako, naweza akasema na wewe kuhusu mshirika kanisani, naweza akasema na wewe kuhusu hata jirani, kukuonyesha jambo la jirani. Ngoja ni kama mwezi mmoja umepita, nilimpigia rafiki yangu, tulikuwa marafiki tangu tulikuwa mabachela huko, na nikampigia. Kwanza nilimtumia ujumbe, nikamwambia kuna roho za mauti ziko kwenye familia. Kuna mauti ya mwanaume inapita kwa familia.
alipoiona message akaifuta. Baadaye nikampigia, akaniambia, askofu ni wewe? Kaambia ndio. Nikamwambia nimekutumia message, umeiona? Sasa niliona tu nikaifuta, nikasema haitakuwa, nikajua tu labda ni watu fulani. Ni wewe baba? Imekuwaje? Nikamwambia nimeiona hiyo. Basi akasema nisikuambie uongo, nina kaka yangu anaumwa, nina mzigo naye, yani anaumwa hapa, yani nimeona mauti, tutapambana na roho ya mauti sana. Ni kweli, naomba Mungu aliyekuonyesha msaidie kumwomba tu apone. Yani tumemwachia tu, lakini basi tu, yani nimekaa naye hapa, hali sio nzuri. Sasa nini? Mungu alinionyesha akanipa mzigo kwa ajili yake, kwa sababu pia ya ule urafiki na ukarimu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, wewe ni mshirika wangu, mfano ni mtoto wangu tayari. Unapokuwa karibu sana, ile relationship yako na mimi, Mungu hakuna chochote kinachotokea kwako asiniambie. Iwe ni baraka inakuja mbele yako nitaiona, iwe ni kibaya kinakuja mbele yako nitakiona, na pengine hata nikakuombea bila wewe kujua na kikaondoka. Hello. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Umenielewa mpaka hapo? Hilo la kwanza. Namba 2, kiutumishi. Roho Mtakatifu anatuandaa pia kiutumishi. Anatuandaa kiutumishi. Mtu ambaye ni mtumishi, dalili zinazoanza kuja kwako ni zifuatazo, ili ujue unaandaliwa kiutumishi. Dalili za mtumishi anayeandaliwa, nataka ujue. Namba 1, dalili. Na andika hizo dalili, zitakusaidia. Namba 1, unaanza kupewa mzigo. Msukumo wa ndani, unaanza kupewa msukumo wa ndani wa utumishi, kulingana na kitengo ambacho Mungu anataka kuweka. Ijapo wakati wa kwanza utatamani kufanya kila kitu, yaani wewe unaona tu, unasikia kuvutwa, tumika hivi, hicho cha kwanza. Lakini cha pili, utaanza kusikia nguvu. Elia kazimeka. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kusikia nguvu ya Mungu. Na hii nguvu inaweza ikaja mara mbili. Mara ya kwanza, hii nguvu ya Mungu inaweza ikaja ikakufinyanga ndani. Okay, wewe nikwambie. Umeona kuna watu wakijaa roho wanagaragaza. Afu kuna watu wakijaa roho hawagaragazwi. Sasa angalia, roho anapokuja kwa sababu ya ule utumishi, anaingia ndani kushughulikia ndani. Kuna aina ya roho nyingine za kifamilia, nyingine za kichawichawi zilikuwa zimekufunga eneo la utumishi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoingia kwenye yale mapigano ya ndani, ndio unaona mtu anakuwa na mahangaiko. Sasa watu wamechanganyikiwa hapa, akiona kila mtu aliyefurukuta anakemea pepo. Si kila mtu anayeanguka ni pepo, na si kila mtu anayefurukuta ni pepo. Wengine ni roho anawatengeneza. Biblia inasema atawatengeneza, atawadhibitisha. Haleluya.
Na ukishaona nguvu ni nyingi sana, yaani ule ujazo umekuwa mkubwa sana, ujue kuna maandalio fulani. Na ukishasikia ule moto wa utumishi unawaka ndani, chochea hicho, maana utatoka. Mmenielewa ninachosema? Waliopita hiyo level wanajua vizuri ninachosema. Namba ngapi? Pointi nyingine kwamba utaanza kunyenyekezwa. Kitu cha kwanza, Mungu anapotaka kukutumia sasa kwenye utumishi, anaanza kukunyenyekeza. Unaanza kusikia ile hali ya kujinyenyekeza. Yaani utumishi bora wenye maandalizi bora ni utumishi wa kunyenyekezwa. Mungu anaweza akakunyenyekeza. Kwa maana hii, sikia, kuna mtu Mungu anasema naye. Yesu asifiwe. Kwa maana hii, nakupa mfano na umewatokea. Nikaanza kusikia Mungu akiniambia niingie kwenye hali ya kusema, Bwana, mimi sistahili. Ninaomba maombi ya yule mtoza ushuru kwenye Luka 18:9. Niombe yale maombi ya kwamba ya kuomba Mungu Mama Mungu, mimi sistahili mbele zako. Unaanza kusikia kunyenyekea. Unaanza kuwa na maombi ambayo hata ukifika kwa watu wengine, ile hali ya kiburi na hali yaani kuna namna tu utasikia huko ndani unanyenyekezwa. Amna usikii tena una hali ya kudharau tena mtu. Unasikia kuheshimu kila mtu. Unasikia kujali kila mtu. Unasikia kwenda hata kuongea na wale ambao ulikuwa unafikiri. Yaani kuna namna fulani tu Mungu anakutengeneza huko ndani, utamheshimu kila mtu. Dharau haitakuwepo. Kishaona hivyo unaandaliwa. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Pointi nyingine, yanakuja pia aina ya maombi ya toba. Kila ukikaa, yani unatubu kuliko mtu aliyemuua Yesu, aliyemsaliti Yesu. Alafu uelewi hii toba inatokea wapi. Lakini kuna namna unalia na kuomboleza na namna ya toba. Ukishaona mazingira ya aina ya toba yanakuja, kuna utumishi huko mbele yako, Mungu anakuandaa. Itengeneza njia ya Bwana. Na unaposikia hivyo, ingia hata kwenye maombi ya kufunga kusapoti ile toba yako. Ingia kwenye hata maombi ya sadaka kusapoti hiyo toba yako. Maana huu wakati ukishapita, kama hujatoa ushirikiano, Mungu anaondoka mpaka wakati mwingine tena. Hello. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu wetu asifiwe. Mpaka hapo umenielewa? Umenielewa eh? Huu ni utumishi. Lakini kingine, dalili nyingine tukazoziona ni ndoto, mfumo wa ndoto na maono ambao unakuelekeza sana kwenye utumishi. Mtu anakuambia, kila nikilala naona nahutubia watu wengi, naona kuna watu wameletwa kwangu nikawaombea, nimeombea mtu aliyekuwa mgonjwa sana akapona. Na ukiota hizo ndoto, kuna nguvu inajaa ndani yako. Usifanye mzaha na hilo. Bwana Yesu asifiwe. Na kila maandalio huwa yana saini zake. Mfumo wa ndoto na maono huwa unaongea. Kwa mfano, kuna watu wanaandaliwa. Kama unaandaliwa, Mungu atakuonyesha shule hata kama usome. Sasa ukiona hiyo shule unayosoma unafanya mtihani, ufanyi vizuri, unahitaji kuomba sana.
kuna hatua ya kufeli inakuelekea. Lakini ukiona umefaulu ule mtihani na wewe umefaulu, ujue basi unaenda kushinda. Hello. Haleluya. Yesu asifiwe. Naongea sana mambo ya ndani, kwa hiyo Mungu akupe neema ya kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeongea Roho anaweza akakuandaa, au ukaona kuna njia refu unatembea ufiki haya mazingira. Kwa mfano, ukaota ngamia kwenye ndoto. Ngamia maana yake una kipindi utapita mbele yako cha jangwa sana. Kwa hiyo unahitaji kuwa na akiba ya maombi, akiba ya neno. Maana ngamia asili yake huwa, kwa sababu akiwa anaenda safari ya mbali anaweza akanywa maji Babati, alafu anakuja anaenda Moshi, yale maji akatembea nayo, ili mahali akifika akisikia kiu anakunywa yale maji aliyoyatunza ya akiba. Kwa Mungu akisema kupitia ngamia, maana yake weka akiba ya maombi, weka akiba ya neno, weka akiba ya mafundisho. Maana lipo jangwa mbele yako, usipokaa vizuri utazimia njiani. Hello. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hivi unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Okay, twende kidogo ya mwisho. Kuandaliwa kuna hitaji utayari wa anayeandaliwa. Kuandaliwa kuna hitaji utayari wa anayeandaliwa. Okay. Mpendwa mtu wa Mungu, kuna watu ambao pengine miaka 5 iliyopita ulishaandaliwa, lakini kwa namna ya kuandaliwa kutoa ushirikiano kabaki hivyo. Okay. Hivi siku ulipokuwa unasikia nguvu nyingi, mpendwa mmoja akaniambia, mimi nasikia nguvu, niombe hizi nguvu zipungue nyingi sana. Yani alikuwa tukiomba, yani saa zote, hata mkiingia ibada yeye, yani nguvu ya Mungu ikimshika, yani ibada nzima hata neno asikii. Mkiingia tu akaniambia niombe hizi nguvu zinitoke, zinanizidi jamani, nachoka. Nikamwambia sikia, hizo nguvu zina muda wake, uwe tayari kuandaliwa. Nikamwelekeza kufunga na kuomba. Sasa kwa bahati mbaya hapo kati, badala ya kukaa kwa maandalizi vizuri, akaingia kwa michanganyo. Alipoingia kwa michanganyo, na kuambia adui amemgaragaza, amerudi zero. Yani kutoka mjini aliyekuwa na kazi kwenye selfu, double selfu ile, ametoka, maisha yamempiga, amerudi kijijini, amerudi right off kabisa. Majuzi ndio napata taarifa asema mambo yangu yamekuwa magumu. Alimwambia mtu, nataka nirudi kwa Askofu Shirima nikaombe msamaha, maana kwa kweli sikuachana naye vizuri, hali ndio hiyo. Lakini nakumbuka alikopita na nguvu aliyokuwa nayo. Alipokuwa anaandaliwa hakutoa ushirikiano, amekwama. Hivi naeleweka? Kuna mtembeleo wa mtu mmoja mmoja. Ngoja nirudie. Mungu anaweza akawa anamtembelea mtu mmoja mmoja kwa wakati wake. Sasa Mungu anapokuja kukuandaa, kwa mfano, kukubali kuandaliwa ni kufanyaje? Ninasikia kufunga leo, lazima nifunge.
ninasikia nguvu ya Mungu, nisijaribu kuzimazima hii nguvu. Hebu omba tu, utaona inakupeleka wapi. Ungenielewa ungesema amen. Kuna vitu vingine saa nyingine Mungu anasema hata kwa sadaka. Hebu niambie, huyu mtu anasema moyo umekereketa, moyo umemuuma, anasikia deni, anasikia kuhukumiwa ndani, kwamba lazima aweke madirisha. Maana yake Roho wa Mungu alipokuwa asema naye ilibidi atii. Na anakuambia awamu ya kwanza anapita, anaangalia, anawiwa. Hiyo siku tunaomba asubuhi yake Roho Mtakatifu ikabidi akahimize ndani. Siku hiyo akasema hapana, siwezi kufa, nataka nitimize. Huu ni utumishi, na kwa kutii lazima apate matokeo. Kuna vitu Mungu anaweka ndani, lakini kwa namna ambavyo hatuonyeshi ushirikiano vinaishiria. Ngoja nikupe mfano. Water, matunda. Ukaona matunda yamestawi ya njano mazuri, iwe ni machungwa au ni maembe au ni maparachichi. Alafu baada ya muda ukaota yale matunda yameanguka chini, yameozaoza. Maikutana hiyo ndoto? Kama maikutana hiyo ndoto, yani baadaye ya kwanza uliona yamestawi, kia pili unashangaa unakokanyaga yameharibika. Na umekutana na hiyo ndoto. Ukikutana na hiyo ndoto, wakati wa mafanikio yako, wakati wa hitimisho la kila ulichokuwa pokea, uliandaliwa kuwa tayari. Kwa hiyo sasa kipindi hicho kimepita, subiri kipindi kingine. Kuna msimu wa Mungu, kuna wakati wa Mungu. Unaona matunda, umechukua hatua gani? Ndiyo, umeona umefanikiwa. Kwa nini unaishia tu kusema mimi nimeota naendesha gari, mimi nimeota niko kwa nyumba nzuri? Unaishiaga kuota tu uko kwa nyumba nzuri. Oh, Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nimekumbuka ya kwangu ya usiku wa leo. Bwana nipe neema niifanyie kazi, sikwambii mpaka itokee. Yesu asifiwe. Nimeikumbuka ya iliyotembea nayo kwenye maombi. Sasa sikia, vile vitu unavyoviona vikazanie kwa maombi, viganganie kwa maombi. Kama ni vitu vibaya, vishughulikie, vitokomeze kwa maisha yako. Kama ni vitu vizuri, vipokee kwa maombi. Na nilishawaambia kwamba sadaka ni ufunguo. Sadaka inaweza ikafunga, sadaka inafungua. Biblia inasema. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza ukavifunga kwa sadaka, na kuna vitu unaweza ukavifungulia kwa sadaka tena ya mwongozo. Naelewa nachosema? Ndio, umeota una mtoto. Yawezekana sio mtoto wa kawaida, pengine ni huduma yako. Kuna mtoto anazaliwa, unampokeaje kwenye ulimwengu wa mwili? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, alipoupenda ulimwengu hata sisi hatujazaliwa, akatoa sadaka ya mwana wake pekee, ili kila amwaminie. Kwa kupitia sadaka ya Yesu tumepata wokovu kabla hatujazaliwa. Maandiko yanasema alitangulia kutuchagua. Kwa hiyo kama mfumo wetu wa kutoka ni sadaka, lazima tujifunze. Mungu umenionyesha. Oh, haleluya. Najua naongea neno nakupa na maarifa. Gani kuambia kitu. Mtu anaitwa Ibrahim aliahidiwa mara nyingi, nitakubariki, nitakupa mtoto, uzao wa viuno vyako. Mwaka unapita, mwaka wa pili unapita, miaka 10 inapita, 20 inapita. Mbona havitokei? Mwishoni tena Mungu anamtokea, anamuonyesha nyota, anamwambia kama nyota hizi unazoziona ndivyo utakavyokuwa uzao. Ibrahimu akasema hapana, Mungu tukubaliane. Hebu niambie, hii inakuaje sasa? Kwa sababu umeniahidi mara nyingi, mpaka nimejikuta nimekosea, nimeenda kwa ajiri, bado unaongea. Sasa Mungu niambie,
nini? Itakuwaje neno hili? Haya unaoniahidi, umeniahidi sana, sasa niambie atokee, au mimi natakiwa nifanye nini? Muda mwingi kwa ajili ya maandalio, Roho Mtakatifu alimwandaa kwa ajili ya kuzaliwa kwa Yesu. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu wetu asifiwe. Haleluya. Ameandaliwa. Simeoni naye alijaa Roho, akadumu hekaluni akiandaa. Ukiangalia Luka 2:27, basi akiongozwa na Roho Mtakatifu, Simeoni aliingia hekaluni na wazazi wa Yesu waliomleta hekaluni mtoto wao, ili wamfanyie kama ilivyoandikwa katika sheria. Lakini maandiko yanasema alionywa na Roho kwamba hata kufa mpaka, kwa aliandaliwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya Yesu atakayezaliwa. Kuna namna hatuandalii mazingira mazuri ya kila kinachoenda kuzaliwa. Uko tayari? Okay. Kitabu cha Isaya 6. Isaya 6:8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Mungu anataka utayari. Alafu ukiwa tayari, ili akuandae. Kama kuna changamoto mbele, akuandalie mazingira ya kushinda. Kama kuna baraka mbele, matunda yako yasiharibike. Unanielewa? Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu yameharibika. Kuna watu yameharibika. Alafu kuna watu wamebadilishiwa. Angalia unakoishi na mji wako unaoishi kwenye maono ni vitu vile tofauti. Ukiona hivyo kwenye ulimwengu wa roho, umechenjiwa. Kuna watu wamerudishwa maisha ya chini kabisa, ndoto zao za kuota nyumba ya zamani. Lakini swali ni kwamba umejiandaa kutoka hapo? Dhabihu natolewa kutaka, bali mwili aliniwekea tayari. Roho Mtakatifu maishani mwetu ni kwa ajili ya kutuandaa. Kwa lazima uonyeshe utayari, Bwana akuandae tena. Haleluya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba usimame. Tutaomba maombi hapa, lakini wako watu nitaomba kwa ajili yao. Nataka ushike sadaka yako. Wanipigia simu bali muombe, niliona mauti kubwa. Kwa nilichokifanya, nilimuombea kwenye simu hapo, nikamwambia jiandae. Nilipeleka Kaloleni, anafika tu walimuingiza kwenye oksijeni. Tuliomba, wakaanza kusema siko serisi na nini. Hapa ametoka nafikiri jana, chupa 3 hazipandishi damu, damu inanyonywa, damu haipandi. Wakamwambia sasa hatuna specialist tena hapa, labda utafute KCMC. Na sisi tunasema Mungu aliyempa mtoto, Mungu aliyemweka hai, Mungu aliyemfungulia akafanikiwa. Leo
kuamuru damu yake irudi sawa. Nimwambia lazima asherekee uzazi wake vizuri. Haleluya. Yesu asifiwe. Adui hatafanikiwa. Hata kama wengi wasema tumeona mauti na nini, sikia, tunaweza kubatilisha mauti. Tumebatilisha mauti na haikutokea. Sina uwezekano. Tunataka hiyo damu ibalance. Maana ilipoenda ikafika 7 pointi, ikashuka ikarudi 6. Sio wa kuishi kwa damu za kujaziwa. Tunataka tuite damu ya Yesu hapa. Haleluya. Nataka leo tuombe special leo. Jana nimemfanyia aina ya maombi, lakini leo tunataka tuombe special kwamba kuanzia sasa tunatamka uhai wake urudi, damu yake irudi, Bwana amfungue, akae nyumbani kwake, anyonyeshe mtoto. Na hata azaa mtoto mmoja, azae wengi. Sinawezekana. Haya, unayeweza kumsogelea, weka mkono, tamka neno, tutamke hapa katika jina la Yesu. Tamkia uzima, tamkia yumo, damu yake ikaproduce vizuri katika jina la Yesu. Karamandoria sakarabobo, remandoria masakarabo, yakatama sakarabo. Baba, kwa umoja wetu, kwa ushirika wetu, tumeshika dhabihu, tunapatana kwa pamoja. Neno lako linasema wawili wetu ama watatu watakapopatana kwa neno lolote, Bwana upo katikati yao. Pokusanyika wawili hata watatu. Kama unasikia mzigo, msogelee. Kama unasikia mzigo omba, msogelee. Rihi kamaisha karabo, rihi kabaya koni ya babo. Huo mzigo unaosikia ni kwa ajili ya uponyaji wake. Ukumbuka Roho akiweka mzigo kwako ni kwa ajili yako na kwa wengine. Rihi kiyama karabo, rihi kakara mando rabo, rihi kakara mando rabo. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, umefanya mengi ndani ya kanisa hili. Na sasa Bwana, tunakuja mbele zako. Imeonekana damu hii inapungua, inaishi. Natuma jina lenye nguvu, jina lenye nguvu. Tunataka kufungua maisha ya Sara. Tunataka kufungua hali yake ya damu. Nataka kufungua rihi hamanta, rihi kabaya, rihi amanta, rihi asa, rihi anaharabo, yaka tamasa, akosa, rihi hemanta, rihi amakosa karabo. Katika jina la Yesu, tunaondoa ile mauti, tunaondoa ile uharibifu, tunaondoa ile mauti, tunaondoa ile uharibifu. Rihi ya masa, rihi kakarabo bosaya, rihi amantarabo. Maandiko yanasema nipo kanisa. Nikamwomba Mungu kwa bidii, naye Petro akaachiliwa, akatoka gerezani. Karaba ya sakarabo, Bwana akutumia. Rihi kakaramando, yakatamasaya. Haijalishi umefungwa kama Petro, atoma malaika wakakutoa kwenye kaburi, wakaondoe kamba za mauti, wakaondoe vazi la mauti, wakaondoe uharibifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu wetu. Rihi abaya sakarabo. Omba kwa mzigo. Unaposikia mzigo, omba. Hii ndio namna ya kumtoa. Roho Mtakatifu ameachilia nafasi tena. Rihi kabaya kosa karabo, naraba sakarabo, naraba baya sakarabo, naramandori baba, tonaba kosa karabo, yakatama sakarabo. Imeandikwa takalofunga duniani na mbinguni limefungwa. Mauti imefungwa, mauti imefungwa, mauti imeondolewa, vifungo vimeondolewa, uharibifu umeondolewa kwa jina la Yesu. Utakuwa mbali na kuonewa, mbali na hofu itakukaribia katika jina la Yesu. Mauti imefutwa, mauti imefutwa, mauti imefutwa, mauti imefutwa, mauti imefutwa, mauti imefutwa. Raba ya saka. Tunatamka uzalishaji wa damu, afya njema, uzalishaji wa damu na afya njema, uzalishaji wa damu. Pokea damu sasa, pokea damu sasa. Kwa damu ya Yesu tunaongeza
sakaraba, yakatama sakaraba, yakatama sakaraba, yakatama sakaraba, yakandara paya saka, reha paya sandaraba, rehika paya sakaraba, rehebo sakaraba, landa mako sakaraba, landa makoria babobobosa, rehikikiria paya sakaraba. Pokea neema, pokea uvuvio, pokea neema, pokea uvuvio, pokea neema, pokea uvuvio, pokea neema, pokea uvuvio, pokea neema, pokea uvuvio. Kabu za Mungu, rapaya. Unasikia mzigo, weka mkono juu yake. Roho Mtakatifu amekuandaa majira haya. Tunasema hata potea hata moja. Yes, kanisa likaomba kwa bidii, Petro akafunguliwa. Hakuna njia nyingine. Maombi ni zaidi ya dawa. Maombi ni zaidi ya dawa. Maombi ni zaidi ya dawa. Maombi ni zaidi ya drip. Msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Riha paya saka, riha paya saka, riha kakarabo, riha mantolia babo, riha paya saka, raba baba, riha kakara saka babo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, leo hamtafanyika mawindo katika jina la Yesu. Natamka neema na kibali, natamka neema na kibali. Nguvu za Mungu ziwafunike kuanzia leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Kaishi sana, kastawi sana katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Ria mandorobo. Amashakarabo. Rihi kamandoria babo. Yakatamasakarabo. Yakatamasakarabo. Yadarabaya sakarabo. Yakatamasakarabo. Roho ya umwagaji damu iliyoachiliwa, roho ya umwagaji damu, ninatamka leo, natamka leo kuikomesha roho ya umwagaji damu, roho ya umwagaji damu iliyoachiliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio pokea nguvu. Yes, roho ya umwagaji damu, roho ya umwagaji, toka, toka, roho ya umwagaji damu, toka. Ya Mungu ikapita ndani yako, ikufungue,
ikufungue